Wakati mataifa jirani ya Niger na Burkina Faso yakiendelea kuvutia macho ya dunia kwa hatua zao kubwa katika utengenezaji wa magari ya kisasa yenye kasi na teknolojia ya hali ya juu, hali imegeuka kuwa ya majonzi kwa jirani yao wa karibu, taifa la Mali. Nchi hiyo imegubikwa na huzuni baada ya tukio la kikatili ambapo washambuliaji waliokuwa na silaha nzito walitekeleza shambulio baya dhidi ya moja ya kambi za kijeshi katika eneo la kati mwa nchi hiyo. Shambulio hilo limeitikisa Mali na kuleta hofu kubwa kwa raia na viongozi wa ukanda mzima wa Sahel. Kwa mjibu wa taarifa zilizotolewa na vyombo mbalimbali vya habari kutoka Mali, kundi kubwa la vijana waliokuwa wamevaa mavazi ya kijeshi wakiwa wamejihami kwa silaha nzito walivamia kambi ya kijeshi ya Burkes na kuishambulia kwa makombora mazito. Shambulio hilo lilifanywa kwa ustadi wa kijeshi, jambo linaloashiria kuwa huenda lilikuwa limepangwa kwa muda mrefu kwa lengo la kuua kwa kiwango kikubwa na kuleta taharuki kwa jeshi la taifa hilo. Jeshi la Mali limethibitisha kuwa wanajeshi wasiopungua 30 wamepoteza maisha katika shambulio hilo. Katika taarifa rasmi iliyotolewa na msemaji wa jeshi, ilielezwa kuwa tukio hilo ni miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi kuwahi kutokea katika miaka ya hivi karibuni. Wanajeshi waliokuwa kwenye doria ya kawaida katika eneo hilo walijikuta wakiwa katika mapambano ya ghafla na kundi la washambuliaji waliokuwa wakifyatua risasi bila kusita. Zaidi ya hasara ya maisha, taarifa zinasema kuwa vifaa vya kijeshi pia vimeharibiwa vibaya, ikiwa ni pamoja na magari ya kivita, vituo vya mawasiliano na silaha. Jeshi la Mali limeongeza kuwa limewakamata washukiwa 31 ambao wanadaiwa kuwa ni sehemu ya kikundi hicho kilichotekeleza shambulio hilo. Watu hao sasa wanahojiwa huku vikosi vya usalama vikiendelea na msako mkali dhidi ya wanachama wengine wa mtandao huo wa ugaidi. Wakati wa mashambulio hayo ilisikika milipuko mikubwa iliyotetemesha eneo la Burkes, huku helikopta za kijeshi zikionekana zikipaa juu kwa juhudi za haraka za kuokoa wanajeshi waliokuwa wamezingirwa kambini hapo. Mashuhuda waliokuwa karibu na eneo hilo wamesema kuwa milio ya risasi na milipuko ilisikika kwa saa kadhaa, huku moshi mzito ukifunika anga la eneo hilo. Katika mji wa Timbuktu ambao umekuwa ukikumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutokana na kuwa ngome ya kihistoria na ya kimkakati, shambulio lingine lilitekelezwa katika kambi nyingine ya kijeshi. Wakati bado taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliopoteza maisha haijatolewa, vyanzo vya ndani vya kijeshi vimeeleza kuwa hali ni mbaya na majeruhi ni wengi. Bado wanapambana kuokoa maisha yao katika hospitali za kijeshi. Habari kutoka chanzo cha ndani kilichozungumza na shirika la habari la AFP kwa sharti la kutotajwa jina zinasema kuwa zaidi ya wanajeshi 60 huenda wamepoteza maisha kutokana na mashambulizi hayo mawili. Taarifa hizo zimezua hofu kubwa kwa wananchi wa Mali na hata kwa majirani wao wa karibu kama Niger na Burkina Faso, ambao pia wanakumbwa na changamoto za kiusalama. Raia wengi wa Mali wamejitokeza kwenye mitandao ya kijamii kueleza masikitiko yao na kutaka serikali ya kijeshi iongeze jitihada za kupambana na ugaidi. Wengi wanahoji uwezo wa serikali hiyo kulinda mipaka na raia wake dhidi ya mashambulizi hayo ambayo yamekuwa yakirudiwa mara kwa mara licha ya uwepo wa vikosi vya kijeshi vya ndani na msaada wa kiufundi kutoka kwa mataifa rafiki. Rais wa mpito wa Mali, Assimi Goïta,
ameahidi kuimarisha usalama wa taifa hilo na kulipiza kisasi dhidi ya wote waliohusika na mashambulizi hayo. Pia ameagiza mashirika ya ujasusi ya kijeshi kuimarisha ufuatiliaji na kuzuia mashambulizi ya aina hiyo kutokea tena. Taarifa kutoka ndani ya jeshi zimeonyesha kwamba mashambulizi haya yanahusishwa moja kwa moja na makundi ya kigaidi yenye mafungamano na Al-Qaeda pamoja na lile linalojiita dola la Kiislamu IS. Makundi haya yamekuwa yakijizatiti zaidi kwa kutumia vijana wa eneo hilo, wakihamasisha itikadi kali na kuwapa mafunzo ya kijeshi kwa siri katika maeneo ya porini ambayo ni vigumu kufikiwa na majeshi ya serikali. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na juhudi mpya za ushirikiano kati ya nchi za Niger, Mali na Burkina Faso kupitia muungano wa kijeshi wa Jumuiya ya Nchi za Sahel AES. Hata hivyo, mashambulizi haya yanaweka shinikizo kubwa kwa ushirikiano huo na kuashiria kuwa maadui wa ndani na wa kimataifa wanajaribu kuivuruga mikakati ya ukanda huo kujitegemea kiulinzi. Hali ya usalama katika maeneo ya vijijini, hasa sehemu za kati na kaskazini mwa Mali, imeendelea kuwa tete kwa miaka kadhaa sasa. Wananchi wengi wamekimbia makazi yao kwa hofu ya kushambuliwa na makundi ya wanamgambo, huku baadhi ya maeneo yakidaiwa kuwa chini ya udhibiti wa vikundi vya kigaidi licha ya kuwepo kwa operesheni nyingi za kijeshi. Mashirika ya misaada ya kibinadamu pia yameanza kutoa tahadhari juu ya hali ya kibinadamu inayozidi kuwa mbaya, hasa kwa watu waliopoteza makazi yao na familia zilizopoteza waathirika katika mashambulizi haya. Wameitaka jumuiya ya kimataifa kuingilia kati kwa haraka ili kutoa msaada wa dharura kwa chakula, huduma za afya na malazi kwa maelfu ya watu waliokumbwa na maafa hayo. Kufuatia shambulio hilo, Rais wa Jumuiya ya Nchi za Sahel na Rais wa Burkina Faso, Kamanda Ibrahim Traore, ametoa salamu za pole kwa Rais wa Mali, Assimi Goïta, na ameahidi kutuma wanajeshi ambao watahusika katika uchunguzi wa kina ili kuwabaini waliohusika na shambulio hilo kubwa na baya zaidi kuwahi kushuhudiwa katika nchi ya Mali katika miaka ya hivi karibuni. Mali, Niger na Burkina Faso kwa pamoja ziliazimia kuunda umoja wa nchi hizo tatu za Sahel, ambapo moja ya maazimio yaliyoazimiwa siku hiyo ilikuwa ni kila mmoja kutoa msaada kwa mwenzake endapo atakuwa na matatizo ambayo yanaweza kuiathiri kanda nzima ya Sahel. Endelea kuifuatilia BMTV Tanzania. Jina langu ni Castle Elias.